Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, ni kukaribishe tena katika kipindi chako pendo cha Live Theater. Siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 4 2025, Gift Online TV tumepata wasaa wa kuzungumza, kutembea sehemu mbalimbali. Na siku ya leo tupo hapa katika kuzungumza mada inayohusu usalama wa barabarani, lakini pia tuko na wataalamu ambao watakwenda kuzungumza kuhusiana na mada sahihi, taa sahihi za barabarani za magari pamoja na pikipiki. Tuko na afisa jeshi la polisi, lakini pia dawati la usalama barabarani, watakwenda kuzungumza mengi kuhusiana na swala zima la taa, usahihi wa taa. Taa za barabarani ni zipi, taa za magari ni zipi? Kwa hiyo baki na Gift Online TV ili uende kujua matumizi sahihi ya taa za magari pamoja na pikipiki. Mimi ni Esther Mamko na hii ni Gift Online TV. Naam, kwa majina mimi naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Allen Chitunda. Niko katika kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro, katika dawati la elimu ya usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Leo hii tumeona ni vema tukupatie elimu kuhusu matumizi sahihi ya taa katika chombo cha moto, matumizi sahihi ya taa katika gari, matumizi sahihi ya taa katika pikipiki ama pengine bajaji, kwa maana ya pikipiki ya magurudumu matatu. Sheria ya usalama barabarani sura ile ya 168 kama ilivyofanywa mapitio mwaka 2022, katika kifungu kile cha 39 C kubwa imebainisha wazi matumizi sahihi ya taa katika chombo cha moto. Imebainisha wazi majira au wakati ambapo taa hizi zinatakiwa zitumike, lakini pia imebainisha wazi kwa namna gani taa hizi zinatakiwa zitumike katika chombo cha moto. Taa hizi zinatumika kutusaidia katika kuona wepesi wa mwanga pindi tunapotumia barabara, lakini wakati mwingine taa hizi pia hutumika kama njia ya mawasiliano ya kuwasiliana huko barabarani. Taa hizi kwa mujibu wa kifungu hicho cha 39 C kubwa zimeainishwa wazi majira inayopaswa kuwashwa. Majira ambayo imeelekezwa humo zinapaswa ziwashwe wakati wa mawio hadi machweo ya jua. Tunaposema mawio, tuna maana kwamba wakati ule jua linapozama, na mara nyingi jua huwa linazama saa 12 ya jioni. Kwa hiyo muda huo unapofika ni muda sahihi wa wewe sasa kuanza kuwasha taa za kwenye chombo chako. Lakini taa hizi pia huwa zina matumizi yake yanakoma yanapotokea machweo ya jua, kwa maana ya saa 12 asubuhi. Nyakati hizo pia ni ukomo wa kutumia taa hizo. Lakini taa hizi pia huwa zinatumika katika mazingira ambayo pia kunakuwa na uono hafifu, lakini pia inatumika katika mazingira ambayo pia kama imetokea dharura kwa dereva na nataka watahadharishe watumiaji wengine wa barabara juu ya dharura alizo nazo. Kwa hiyo taa hizi zinatakiwa zitumike kwa usahihi. Kama wenzangu watakaofuata wataelezea aina za taa, lakini sambamba na matumizi ya taa hizo katika vyombo vya moto. Hivyo tunakusii wewe mtazamaji, endelea kuungana nasi ili ujifunze matumizi yaliyo sahihi ya taa. Utakapojifunza hivyo, utaweza pia kutambua matumizi yasiyo sahihi ya taa katika gari, katika pikipiki ama bajaji yako. Kwa majina naitwa Koplo Samora Jonathan, natokea kitengo cha usalama barabarani, elimu kwa umma, wilaya ya Moshi. Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia aina za taa pamoja na matumizi yake. Ziko aina mbalimbali za taa katika vyombo vya moto. Aina ya kwanza ni taa ambayo tunasema ya kwamba taa ya kati au tunasema beam light. Taa hii hutumika katika matumizi ya kawaida ya barabara pindi ambapo dereva anapokuwa barabarani, na taa hii inakuwa na mwanga ule wa kawaida. Nikiwa namaanisha kwamba mwanga huu hauleti kero ama usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Hali kadhalika taa hii inapotumika barabarani inaweza wakati mwingine
zinapaswa ziweze kuwepo mbili. Nilikuwa namaanisha kwamba upande wa kushoto pamoja na ule upande wa kulia. Sheria ya usalama barabarani ile sura 168 imezungumzia matumizi ya taa na kueleza ya kwamba chombo cha moto ili kiweze kuwa barabarani kinapaswa kiweze kuzingatia matumizi ya taa. Na matumizi ya taa nazungumzia kwamba taa ya upande wa kushoto pamoja na taa ya upande wa kulia. Na taa hizi zinapotumika barabarani zote zinapaswa ziweze kuwa madhubuti, zenye kuwaka na kuhakikisha kwamba taa hizo zinakuwa nzima, sio kwamba taa moja inawaka na nyingine inakuwa haiwaki. Hali kadhalika taa hizi ambazo zina mwanga wa kawaida zinaweza kutumika barabarani pindi ambapo kile kipindi cha dharura. Nikiwa na maanisha kwamba kipindi cha dharura, aidha labda kama kunakuwa na mvua au ukungu, mtumiaji wa barabara ambaye ni dereva anaweza akatumia taa hizi wakati wa dharura. Lakini hapo awali nimezungumzia kwamba sheria ya usalama barabarani imeweza kuelezea na kusema ya kwamba chombo hiki ili kiweze kuwa barabarani kinapaswa kiweze kuwa kizima na madhubuti katika mifumo ya taa. Kwa hiyo kama hiki chombo kitakuwa kwamba taa haziwaki, basi ni kwamba dereva yule au mmiliki wa chombo kile atakuwa amevunja sheria ya usalama barabarani na anapaswa aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Taa nyingine ni taa yenye mwanga mkali ama tunasema full light. Taa hii inatumika kipindi ambacho kuna uono hafifu au kipindi ambacho kuna giza kali. Hali kadhalika taa hii inapotumika barabarani haipaswi kutumika katika maeneo ambayo ni makazi ya watu. Vile vile dereva ambapo anapotumia taa hii eneo ambalo kuna uono hafifu, pindi ambapo anapopishana na dereva mwenzake au mtumiaji mwingine wa barabara, dereva huyu anapaswa aweze kupunguza kiasi cha mwanga. Lengo hasa la kupunguza mwanga huu katika chombo hiki ni kwamba hatutaki kuweze kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Kama taa hizi zikitumika vibaya, basi ni wazi ya kwamba taa hizi zitaweza kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Taa nyingine ambayo inayozungumzia ni taa za pembeni ama tunasema taa za ishara, indicator. Taa hizi zinatumika pindi ambapo dereva anapotaka kubadili uelekeo, aidha anaenda upande wa kushoto ama upande wa kulia. Na taa hizi kwa namna moja au nyingine ambayo tumesema ni taa za uelekeo wa ishara, ambao dereva anaonesha aidha anaenda upande wa kushoto ama kulia, anapaswa aweze kuzingatia na kuweza kutoa ishara sahihi, ishara hiyo ambayo isiweze kuleta mkanganyiko kwa watumiaji wengine wa barabara, ili kuweza kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara pamoja na dereva anakuwa salama. Na taa hizi zinapaswa ziweze kuwa madhubuti. Kana kwamba nilikuwa na maanisha kwamba ziweze kuwaka vizuri, na dereva anapaswa aweze kuzingatia matumizi sahihi ya ishara ya taa hizi, lengo hasa likiwa aweze kumjulisha mtumiaji mwingine wa barabara, aweze kuelewa kwamba chombo hiki aidha kinakunja kuelekea upande wa kushoto ama kuelekea upande ule wa kulia. Mimi ningependa kuongezea kwamba napozungumzia hizi taa za kubwa, hizi taa zenye mianga mikali, taa hii inapaswa iweze kuwa na mwanga mweupe. Naona bwana, ambao mwanga huu uweze kuwa unaonekana vizuri na watumiaji wengine wa barabara. Hali kadhalika taa hizi za uelekeo ambao tumesema kwamba taa za pembeni, taa za indicator, taa hizi zinapaswa ziweze kuwa rangi ya njano. Naona bwana, ziweze kuwa rangi ya njano na ziweze kuwaka vizuri na kwa ufasaha zaidi, ili zisiweze kuleta mkanganyiko barabarani pindi ambapo dereva anaonesha aidha ishara ya kwenda kushoto ama kuelekea upande wa kulia. Kwa majina naitwa Koplo Yohana Mboa, natokea dawati la elimu mkoa wa Kilimanjaro. Dawati letu la elimu limekuwa na jukumu kubwa la kutoa elimu kwa jamii pamoja na kwa madereva na watembea kwa miguu wote ambao wanatumia barabara, kuhakikisha kwamba wanafahamu sheria na kanuni za usalama barabarani, kwa maana ya STK, sheria, kanuni na taratibu. Leo tutazungumzia mfumo mzima wa gari, kwa maana ya taa za breki pamoja na taa za reverse na taa za maegesho. Taa za breki ni taa za namna gani? Taa za breki ni muhimu kabisa katika gari ili kumpa taarifa dereva aliyoko nyuma ya gari yako
kufahamu kwamba wewe kitu gani mbele unaenda kukifanya. Aidha unapunguza mwendo kwa maana ya kwamba unatarajia kukata kona kwenda kushoto ama kulia, ama unatarajia kusimama, labda pengine tunaweza tukasemea kwamba kwenye kivuko cha watembea kwa miguu ukikanyaga breki hizi za breki za gari, inamaanisha kwamba au inampa taarifa dereva yule ambaye yuko nyuma yako kwamba wewe chochote kile kilichopo unaweza ukakifanya. Kwa maana gani kwamba tunasema hivyo? Kwa maana kwamba unaweza ukasimama ukiwa unatarajia watu wapite wakatishe barabara, ama umepunguza mwendo kwa maana ya kuona kwamba kuna kitu ambacho si sahihi kinaendelea mbele. Na taa hizi zimetengenezwa mahususi kumpa taarifa dereva ambaye yuko nyuma ya gari ili kupata ishara yoyote kwamba na kuepukana na hizi ajali ambazo zinaweza zikatokea. Unaweza ukakutana na mtu anasema kwamba amenigonga kwa nyuma. Kwa sababu gani? Pengine mfumo wa gari yako kwa taa hizi za breki haziwaki vizuri au hazionekani. Kwa hiyo ni lazima mmiliki ama dereva kuhakikisha kwamba mfumo wa gari hii kwa maana ya brake light zinafanya kazi vizuri. Taa zingine ni taa za reverse. Tunapozungumzia taa za reverse tunakuwa na maana ipi barabarani, ama kwa dereva tunapomwambia kwamba taa zako za reverse haziwaki? Taa hizi zinakuwa na maana kwamba mimi nilioko mbele yako, ama mimi dereva wa mbele yako anapowasha taa hizi za reverse, wewe ulioko nyuma unakuwa na taarifa kwamba mtu huyu anarudi nyuma. Kwa hiyo mimi nitakiwa nimkwepe kwa kwenda kulia ama nimkwepe kwa upande wa kwenda kushoto. Kwa maana hiyo sasa kunakuwa na maana kwamba kuna kuepusha na zile ajali ambazo zinaweza zikajitokeza pasipo matarajio kwa dereva yule wa nyuma yake. Kwa maana kwamba ukiwasha taa hizi wewe ukiwa unarudi nyuma, taa zako za reverse haziwaki vizuri, zinaweza zikamsababishia yule ambaye alikuwa anakuja nyuma yako, zikamsababishia ajali kwa maana haziwaki vizuri. Kwa hiyo ni lazima mmiliki, lazima dereva ahakikishe kwamba mfumo wa taa hizi za reverse unafanya kazi vizuri na zinaonekana kwa dereva, aidha awe mchana ama usiku, anaporudi nyuma azionekane vizuri. Kuna taa zingine za maegesho. Taa za maegesho hizi ni tunaita parking light. Kwa maana kwamba unaposimama wewe, taa zako hizi zinatoa ishara kwa dereva aliyoko nyuma yako ama anayekuja mbele yako. Kwa maana taa hizi za reverse za maegesho, parking light, zinaonekana kwa mbele na nyuma. Mfumo wake unafanya kazi kwa gari ambao ni nzima kabisa, unafanya gari mbele anaona na wa nyuma anaona vizuri. Kwa hiyo wewe kama dereva, wewe unayeendesha chombo cha moto, dereva wa pikipiki, dereva wa bajaji, inakupasa kufuatilia hii mifumo yote ya gari ambayo imewekwa mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa dereva ambayo yupo nyuma ama yule anayekuja mbele yako. Hizi ni ishara, hizi ni lugha za madereva ambazo tunazitumia. Amezungumzia mwenzangu Koplo Samora, amezungumzia taa za kuonyesha ishara kwenda kulia ama kwenda kushoto. Hizi ndo tunaita lugha za madereva wanapokuwa barabarani, wanazitumia kutoa taarifa kwa dereva aliyoko nyuma yake ama kwa yule ambaye anakuja mbele. Hapo tutakuwa tumezungumzia sasa mfumo mzima wa gari kwenye taa za reverse, taa za brake light na taa za maegesho. Jina naitwa Gaming Rogasen Malamsha. Niko hapa mbele yenu leo kueleza umuhimu wa taa katika pikipiki. Nikianza na moja hapo ya taa kubwa. Taa kubwa kama jinsi inavyokuwa imetengenezwa hivi kutoka kiwandani, ni taa ambayo inakuwa ni maalum, ni special kwa ajili ya kumulika kwa size ya chombo hichi hapa. Sasa utakuta kuna baadhi ya watu wengine labda wanatoa taa kubwa wanaweka taa nyingine ndogo, majira labda usiku labda unakuta ikikumulika taa zenyewe unakuta labda haijafungwa size ya hapo, unakuta labda inakusababishia wewe kwanza kutokuwa labda makini. Mwisho wa siku labda unashindwa kufanyaje kuendesha, unapata labda ajali au labda unagonga. Kwa hiyo mimi na washauri ambao wenye kuweka hizi taa nyingine za nyongeza waweze kuzitoa,
Pia swala lingine la indicator mimi naona ni kitu muhimu sana kwa sababu ndio inatoa uelekeo kwamba unaingia kushoto au unaingia kulia. Pia mimi naona ambao labda wanatoa hizi indicator wasiweze kurudisha kwa sababu ni kitu ambacho kinachosaidia. Kwa majina naitwa Stanley Steven Soka. Ni dereva wa magari ya mizigo. Hapa kwenye swala tunalozungumzia swala la taa hizi za spotlight na hizi taa za nyongeza zina athari kubwa sana hasa nyakati za usiku barabarani. Unakuta mtu anakupiga taa unashindwa kuona hata barabara vizuri. Inaweza kusababisha pia pengine ajali na hata vifo kabisa vya watu. Kwa hiyo mimi hapa wito wangu ni kwa matajiri au wamiliki wa hivi vyombo wazingatie kutoa hizi taa za nyongeza wanazokuwa wanaweka huku mbele, saa nyingine hizi za full light. Na pia ushauri wangu pia nilikuwa nataka niombe jeshi la polisi wazingatie kuwakamata hao watu wanaokuwa wanaweka hizo taa za nyongeza na kuzitoa wakati wanapowashika hapo kwa hapo. So mtu anaendelea na safari alafu unakuta anaendelea nao akatolee mbele, yani inatakuwa atolee hapo kwa hapo, maana ikishafika nyakati za usiku huwa inakuwa changamoto. Asanteni sana. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Mahenda Kera, DTO wilaya ya Moshi mjini, ambaye pia kwa sasa ni kaimu mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Ndugu waandishi wa habari, huu ni mwendelezo wa kitengo chetu katika mkoa wa Kilimanjaro, kikosi cha usalama barabarani, elimu kwa umma. Elimu hii kwa umma ni mahususi kabisa iwafikie wamiliki wote wa vyombo vya moto na madereva wote wa vyombo vya moto katika wilaya ya Moshi mjini na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Leo tunakumbusha mada muhimu kabisa katika usalama barabarani. Tutaongelea matumizi sahihi ya taa katika vyombo vya habari. Niende moja kwa moja nikaongelee aina 3 tu za mataa ambayo yakitumika vibaya kwenye vyombo vya moto yatasababisha ajali ambazo zinaepukika. Nitaanza kwa kuelezea mataa ya mapambo. Mataa ya mapambo ni yale mataa ambayo wamiliki wa magari ya mizigo aina ya mafuso na maskania yanawekwa kuzunguka gari ya urembo, yanakuwa ni mataa ya urembo kama disco light. Mataa haya ya mapambo mwanga wake ni hafifu, yana mwanga hafifu sana. Mwanga wa mataa ya urembo hauna madhara sana kwa watumiaji wengine wa barabarani, lakini yakitumika vibaya pia yanaweza akawa ni kero au kwa namna moja au namna nyingine yakaleta shida kwa watumiaji wengine wa barabara. Aina ya pili, ndugu wasikilizaji, ni haya mataa ya sports lights. Haya mataa ya sports lights, wamiliki na madereva wasiozingatia sheria za usalama barabarani wameyafunga kwenye vyombo vyao. Mataa haya ni hatari sana kwa watumiaji wengine wa vyombo vya moto kwa sababu yana mwanga mkali sana, ambapo watumiaji wengine wa vyombo vya moto inawawia vigumu kutumia barabara kwa usahihi na yanaweza kusababisha ajali. Mataa haya ni yale ambayo yameongezwa kwenye vyombo vya moto kinyume na mataa yaliyowekwa na mtengenezaji wa hivi vyombo vya moto. Ni mataa ya ziada yenye mwanga mkali.
Aina nyingine ya mataa ni mataa yenye mwanga mkali. Mataa haya na yenyewe pia yamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha ajali za barabarani kwa sababu yana mwanga mkali sana. Kiasi kwamba watu wasio watiifu wa sheria za usalama barabarani, wamiliki na madereva, wanakwenda kununua balbu yenye mwanga mkali sana. Na kwenda kutoa zile balbu zilizowekwa na mtengenezaji wa vyombo hivi na kufanya modification, kufanya marekebisho ambayo yanaenda kinyume cha sheria. Wakiweka balbu hizi, hii nayo ni tatizo kubwa sana, kwa sababu mwanga wake ule utasababisha watumiaji wengine wa barabara wasiweze kuona vizuri. Visibility itapotea na inaweza ikasababisha ajali ambayo inaepukika. Nitoe onyo au nitoe rai kwa wamiliki wa vyombo vya moto na madereva, ni marufuku kuweka mataa ya sports light kwenye vyombo vyao vya moto. Ni marufuku kuweka balbu au mataa yenye mwanga mkali. Hasa hawa vijana wa bodaboda, pikipiki za magurudumu mawili na zile bajaji. Operation kali sana inayoendelea ndani ya wilaya ya Moshi pamoja na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Yoyote atakayebainika katika operation hii, tutachukua hatua kali sana na hatutakuwa na muhali. Tutakukamata, tutakutupa mahabusu, tutakufungulia mashtaka na tutakupeleka mahakamani ukashughulikiwe kwa mujibu wa sheria za kimahakama. Na hii itakuwa ni fundisho kwa wengine ambao watakuwa hawasikii, wataendelea kufanya makosa ambao kila siku tunaelimisha. Kwa ndugu watangazaji, ndugu waandishi wa habari, nafikiri kwa kupitia somo hili na elimu hii, watu wote watazingatia maelekezo haya na rai hii tunayoitoa sisi kama jeshi la polisi wilaya ya Moshi. Basi tukizingatia kwa pamoja, tukiwa tunaongea lugha moja, tunasema tutakuwa salama na Moshi na Kilimanjaro bila ajali inawezekana, na sisi hatutachoka kuendelea kutoa elimu katika eneo hili ili watumiaji wote wa vyombo vya moto wawe salama. Kilimanjaro bila ajali inawezekana. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Mtazamaji wa Gift Online TV, kipindi chetu kilikuwa kipindi cha Live Theater, maisha na upasuaji, na tumefika tamati katika mada ambayo inazungumza matumizi sahihi ya taa za barabarani za magari pamoja na pikipiki. Hapa tulikuwa na watoa mada ambao wanatoka dawati la elimu la usalama wa barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Mkwenda kuzungumza mengi ambayo unapaswa kuyajua. Umezungumza taa za spotlight, taa za indicator, lakini pia taa za urembo. Kwa hiyo wewe dereva, lakini pia sio tu dereva, hata mtembea kwa miguu unapaswa kujua gari ikiwasha taa ya kwenda sehemu fulani, unajua aidha inataka kupaki au inaingia kushoto au inaingia kulia. Mimi ni Esther Mamkwe, mada inasema matumizi sahihi ya taa. Kwa hiyo endesha salama, ufike salama.